الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dada zangu katika imani, tuendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia matendo mema baada ya ibada ya Hajj na Idul Adha. Dada zangu katika imani, yatupasa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchukua fursa ya maisha yetu kutenda mema, kwani maisha haya ya dunia yanapita haraka sana, na tujua ya kwamba nyakati za wema, matendo mema na baraka zinapita kwetu. Mwenye furaha miongoni mwetu ni yule anayezifahamu nyakati hizi na kunufaika nazo. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alkais man dana nafsihi yani hasabaha wa amila lima ba'da almaut walajiza man ittabaa nafsahu hawaha watamanna ala Allahi al-amani. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye hekima ni yule anayejihukumu nafsi yake, yani maana yake anayejihisabu mwenyewe na kufanya kazi kwa ajili ya akhira. Mtu dhaifu, dada zangu katika imani, yule anayefuata matamanio yake na kutumainia anayotaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, ibada ya Hajj kwa mwenye kwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita, kumaanisha ukurasa wa maisha yetu umekunjwa, ndani yake kume andikwa tuliyoyafanya katika miezi hiyo ya kheri na shari. Ibada ya Hajj kadhalika imepita kwa wema na baraka zake, basi yatupasa tuwajibike kwa yale tuliyoyafanya katika masiku 10 hizo bora za Dhulhijja katika maisha ya kila Muislamu. Ikiwa tuliyoyafanya katika masiku hayo yalikuwa mema, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tumuombe atutakabalie na atuzidishie khair. Na ikiwa tuliyoyafanya katika masiku hayo 10 za Dhulhijja zilikuwa ni za shari, pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa hilo na tulifuatize kwa matendo mema, yanayoweza kufuta madhambi hayo. Dada zangu katika imani, hakika kila mtu ni mwenye kuchuma madhambi, na hakuna miongoni mwetu anayesalimika na haya isipokuwa yule anayelindwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo si ajabu kwa mtu kuchuma madhambi, bali la ajabu zaidi ni kusikitisha zaidi ni kwa mja kudumu katika maasia hata ikafika hadi moyo wake ukajaa kutu na akaingia katika hasara. Muumini wa kweli, dada zangu katika iman, ni yule ambaye anapotekeleza au akafanya maasia au madhambi, basi hujuta kwa aliyoyafanya na akakimbilia kuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, msamaha kwa aliyoyatenda. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana nyingine, anatueleza sifa za wacha Mungu kwa kusema kama ilivyokuja katika Surat Al-Imran aya ya 133, anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada audhu billahi minash shaitani rajim, walladhina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله, na ambao pindi wafanyapo uchafu au wakajidhulumu nafsi zao humkumbuka Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha kwa dhambi zao. Na ni nani anayefuta madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Dada zangu katika iman, na katika milango ya rehma yenye kuondoa maasi na kufuta madhambi ni sisi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiombea dua
sisi na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaombea ndugu zetu Waislamu kadhalika. Quran, dada zangu katika iman, inatupa habari za watu hawa kwa kusema kama ilivyokuja katika Surat Al-Imran aya 16, baada audhu billahi minash shaitani rajim, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, ambao wanasema Mola wetu, hakika sisi tumeamini, basi tughufirie dhambi zetu na utuepushe na adhabu ya moto. Dada zangu katika iman, kwa mahujaji waliotekeleza ibada hii tukufu ya haji, masiku hizo zimepita. Baadhi yao, dada zangu katika iman, ibada hiyo ya haji ilikuwa ni wajibu kwao kuitekeleza, na baadhi yao wengine ibada hiyo ya haji ilikuwa ni kwa khiari yao, na wale waliokubaliwa miongoni mwao wamerejea na kusamehewa dhambi yao kama na kuwa yani wasafi kama siku waliozaliwa. Siku hizo dada zangu katika imani za haj zimepita, ambazo pamoja na pamoja na siku 10 za Dhulhijja, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man min ayami al-amali salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani ayyamu al-ashr. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله thumma lam yarji'u min dhalika bishai'in, rawahu al-Bukhari. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku ambazo matendo mema yanapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku hizi, yani siku 10 za Dhulhijja. Wakasema, e Mtume wa Allah, hata jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa mtu anayetoka na nafsi yake na mali yake na asirudi na chochote. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika iman, msimu wa haji kadhalika na Idul Adha kama nilivyosema umemalizika kwa Waislamu wote ulimwenguni. Mahujaji walikusanyika Makka na Madina kutoka pande zote za dunia ili kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuhiji kwa talbia hadi Allah subhanahu wa ta'ala akakamilisha dini yao kwa kutekeleza wajibu. Hivyo nguzo 5 ambazo Uislamu umejengwa juu yake zimekamilika kwa ajili yao, nazo ni shahada 2 za iman, kusimamisha swala, kutoa zaka, kufunga Ramadhan na kuhiji Maka kwa mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Dada zangu katika imani, je, ni Waislamu wangapi wanaorudi kwa familia zao wakiwa wamejawa na habari njema na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutekeleza ibada zao za hija? Walikaa katika siku hizo katika maeneo matukufu wakifuata mila ya baba yao Ibrahim alayhi salam, wakitekeleza ibada hiyo ya haji kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanarudi nyumbani huku wakikumbuka na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyowafanyia wepesi na aliyowaruzuku katika ibada hiyo tukufu ya haji. Dada zangu katika iman, msimu huu wa haji pia ulishirikishwa na wale ambao hawakujaliwa kufika katika ibada hiyo au kutekeleza ibada hiyo ya haj kwa kusema yani takbirat katika 10 la mwanzo la Dhulhijja na siku za tashriq na kufunga siku ya Arafa, ili nao pia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuchinja siku ya Idul Adha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aitakabalie ibada zetu sote, waliohiji na wale ambao kwamba hawakufanya au hawakutekeleza ibada hiyo ya haji. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie sote ibada hiyo tukufu ya haji na masiku 10 ya Dhulhijja. Shukran jazila wa barakallahu fikum.